wa kuwa mabingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini pia yuko pembeni yake Shehani Ibrahim, Klatos Chota Chama naye yuko hapa. Tapata na mmoja zungumza, lakini yuko hapa Ibrahim Baka. Hongereni kwa. Asante mama. Umekuwa msimu wa aina gani? Young Africans mnachukua ubingwa kwa mara ya 4 mfululizo. Ulikuwa msimu mzuri sababu tulikuwa na malengo yetu yametimia kwa 90%. Kwa hiyo tarehe 29 tunaenda kumaliza inshallah kwa uwezo wa Mungu. Mashabiki wote wajitokeza kwa wingi kuhakikisha tunafanikisha na kule Zanzibar. Mchezo wa dabi ulikuwa na ugumu kiasi gani kwa sababu kombe liko uwanjani, ni mchezo ambao unaamua nani bingwa msimu huu? Nadhani ulikuwa una vitu viwili. Kwanza ni dabi, lakini pia ni mchezo kama final manake. Ni hitimisho, atakayeshinda basi ni bingwa. Kwa hiyo ilikuwa mchezo ambao una msisimko, lakini kwa jitihada zetu, kwa umoja wetu na ushirikiano tumeweza kupata matokeo. Alhamdulillah tumeweza kutetea tena taji letu. Mabao matano kwa Baka yana maana gani kwa msimu huu? Nadhani imenisaidia kiasi fulani na pia imenifungulia njia kwamba kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo na imani kwa kile ambacho nakifanya kila siku. Maandalizi ya mchezo wa dabi yalikuwaje kuja kucheza mchezo huu ambao kwako umesema maandalizi ya mchezo wa dabi yalikuwaje kwa sababu umesema kwako ilikuwa kama finali? Maandalizi yalikuwa mazuri sababu kila siku tulikuwa tunajiandaa kwa kila mchezo, lakini hii ni dabi. Ni dabi ambayo ndani yake tunaamini ni finali sababu ilikuwa tunaamini tukipoteza mchezo wa leo basi tungekuwa hatupo hivi kama tulivyo sasa hivi. Lakini kwa umoja wetu na ushirikiano wetu tumeweza kupambana kutetea taji letu kwa mara nyingine. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Nani alikuwa kama kiongozi katika timu wakati ambao mnazungumza mmeona waamuzi ambao watachezesha mchezo huu ni kutoka nje? Kiasi sana Bakari Nondo Mwamnyeto. Nani mwingine alikuwa kiongozi wenu kuwatuliza muingie mkiwa comfortable katika mchezo leo? Nadhani ni kocha wetu, huyo ndio mtu wa mwanzo ambaye alikuwa anatupa umakini katika mchezo huu, lakini kila mmoja ndani ya pitch ilikuwa ni kiongozi kwa mwenzake. Na hicho ndio kitu ambacho kimetufanikisha kuwa na umoja na kuwa na nguvu ya kuweza kupata matokeo. Unajisikiaje kuchukua ubingwa mbele ya mtani? Ni jambo zuri, kama mchezaji, kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu pia. Asante.